kwamba shaka umesema mtu ambaye atakuwa tofauti na katika akida, huyo tupo naye, na pia ambaye atakuwa tofauti katika maana pia tupo naye. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwa mtu katika akida katika maana hajakuwa ni mbovu, kwa pia vile tupo naye, ndio. Sasa mtu ambaye atakuwa katika akida ambayo ni sahihi akawa hayupo katika manhaji sahihi, je, katika Ahlus-Sunnah na kuwepo ama hayupo? Swali langu ni moja na kipengele A na B. Je, ni vigezo gani ambavyo vatumika mtoa mtu katika ile duara la Ahlus-Sunnah? Sasa maana sana kupigia mfano, lakini inabidi kwa sababu ni imesemekana kwamba Sheikh Qasim katika kikao fulani ushasema kwamba Sheikh Salim Bariani mudiri wa taasisi ya Salim Center sio katika Ahlus-Sunnah mtoa. Samani kadi binafsi. Sasa je, ni vigezo gani ambavyo vimetumika kumtoa huyu katika duara la Ahlus-Sunnah? Asalamu alaykum. Naam. Swali zuri kwa sababu la watu kutaka kuelewa uhakika wa mambo. Lakini kwa mimi ninavyofahamu watu walivyo, na sisi hatuogopi watu, tumogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuzungumza maneno katika misingi yake iliyo sahihi, ni kwamba ukijibu jawabu hili kwa tafsiri za baadhi ya watu tayari ushamtukana mtu fulani. Tuliwaambia hizi matusi, yani kwa tafsiri zao. Sasa sisi hatuziogopi hizi tafsiri, kwa sababu hazisaidii kitu. Mwenye kutaka kujua hakika ya mambo atafuatilia. Kuhusu kipengele A, kuwepo tofauti za manhaji na aqida, huo ni mlango ambao utafuatia katika ukurasa. Yani mimi nafanya hivi ili tuweze kuchunga pia vile vile wakati, kwa sababu kuna mambo mengine nitayazungumzia katika sehemu ifuatayo. Katika ukurasa wa 13 hapana, ukurasa wa 14 takriban au 14, alfarq baina almanhaj wal aqida. Kuna tofauti gani kati ya manhaji na aqida? Na wakati gani mtu tuweza kumtoa katika duara la ahli sunna au katika manhaji ya salafi salih kwamba huyu hayumo? Hii ni nukta maalum na imewekewa mlango maalum kwa sababu ya shubha ambazo ziko nyingi, ndio maana mambo kama haya yakiwekewa milango. Tunafahamiana jamani? Kwa hiyo swala hili mimi ninaomba kwamba nurji'uhu ila waqtihi, tulipe muda mpaka wakati wake, tulichelewesha. Ama suala ni vigezo gani ambavyo vinatumika katika kuwatoa watu katika manhaji ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa? Kwa sababu imesikikana kwamba katika moja ya vikao mimi nimezungumza sarahatan kwa uwazi, na hivi pia nawaambia kwamba mimi nilizungumza kwa usaraha katika kikao cha Mombo. Uliulizwa na muulizaji alikuwa ni huyo bwana mkubwa mwenyewe Barahiani, kwamba jamani muulizeni huyu, mimi sijamtoa katika duara la Ahlus-Sunnah wal Jamaa, bado namuhesabu kwamba yumo, lakini je, yeye kanitoa au bado? Hili swali liliulizwa na Sheikh Abdul Basit Shahidi katika kikao kile alikuweko, na kama itakuwa nimekosea asiniwache hapa tulaza tu moja kwa moja, kwamba bwana mbona unazungumza uongo. Mimi nikamwambia mimi nimekutoa katika duara la manhaji ya salafi salih, wewe haumo, kwa sababu katika alama za watu wa bid'a ni kuwatukana wanawachuoni wa sunna, moja katika alama zao. Na bila shaka wewe umewatukana wazi, na kumtukana mtu sio kwa maana kwamba umtukanie baba yake na mama yake, kwamba baba yako kadha au mama yako kadha. La, si matusi hayo tu. Mtu kumwambia huyu amekuja na fikra potofu, ameasisi kundi potofu, tena mwanawachuoni katika wanawachuoni wa Ahlus-Sunnah wal Jamaa kama Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, kama Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, ambao wanawachuoni wanawakiri kwamba hawa ni wanawachuoni wa Ahlus-Sunnah wal Jamaa na wako katika msimamo wa sawa sawa na hawana maghmazi ndani yao, hawana shaka yoyote, kina Albani na wengineo. Wewe kusema kwamba hawa wamekuja na fikra potofu, wameisha kundi potofu kama Sheikh Muhammad Amani al-Jami, ukamzulia uliyomzulia kwamba sijui amejipendekeza kwa serikali kwa sababu apate uraia, kwa sababu kadha, ni maneno ambayo ni ya kadhib uliyozungumza.
Sasa haya maelezo haya natoa sasa sijazungumza, lakini nikamwambia kwamba wewe umewatukana wanawachuoni, na bila shaka moja katika alama za watu wa bid'a ni hili. Na vile vile kuna mambo mengi kusema ukweli ambayo yanakutoa katika mstari wa jamaa katika manhaji ya salaf salih. Moja katika hizo ni kutokuwepo nidhamu ya alwala walbara. Nyinyi mnawatukuza na kuadhimisha watu wa bid'a, na unawahesabu wale walikuwa nje ya safu ya ahli sunna wal jamaa kwamba wana haki ya kuadhimishwa. Makaramita, yani Shia, kama vile Ibn Sina. Ibn Sina ni Shia katika madhhabi ya Karamita. Hakuna ambaye hajui hilo, na ushahidi wa vitabu tumekuja nao wa wanawachuoni wa kisunna kuonyesha kwamba huyu alikuwa ni katika Karamita. Sasa wewe unamwadhimisha huyu na watetea hilo, kwa hiyo umewatukana wanawachuoni wa bid'a, nini wanawachuoni wa sunna, na huku unafanyaje? Unawadhimisha watu wa bid'a. Na hizi ni alama, na wachilia mengi yaliyokuwemo katika taasisi na mambo mengine ambayo hayako sawa sawa. Tukenda hivyo swali likakaririwa mara ya 4 sasa, nakariri mimi sijamtoa. Nikamwambia jamani, pia si kweli. Nikasema wazi kwamba asema uongo, si kweli kwamba hajatutoa sisi. Mimi ninayo cassette, amezungumza nidhamu za uchaguzi kwa tarehe niko nayo, asema kwamba sisi tunasema kwa ushujaa wote kwamba hizi ni fikra dhalla, fikra potofu, hii ni firqa dhalla, kundi potofu, asema kwa ushujaa wote. Alafu huko akizungumza sijawatoa. Maana yako nini? Je, ndani ya manhaji salafi salih kuna firqa au kuna fikra ambazo ni dhalla au fikra za dhalala? Ikiwa hao wako ndani ya safu ya ahli-sunna wal jamaa, vipi wameita dhalala? Dhalala hiyo imetokea wapi? Nje au ndani ya safu ya ahli-sunna wal jamaa? Kwa hiyo huu ni mchezo utakao kuwachezea watu, yale maneno ya kane basi. Kwa hiyo ikawa mazungumzo yamebaki hapo, yazunguka mara ya 5, akauliza mara 5, na nikamthibitishia mara ya 5, namwambia niko tayari kukuthibitishia ala ruusi al-ashhadi kwamba wewe huko katika manhaji ya salafi. Sasa kadhia ikabaki, je, hawa wengine nao? Hawa wengine sasa mashekhe waliokuwepo hapo, kwa sababu tunajua kuna matablighi, kuna maikhwani wako, mimi nawajua. Hawa wasemaje? Mbona hawa? Sasa ikawa mazungumzo ya nje yako hivyo. Sisi tukasema kwamba mtu wa kwanza aliyesimama kuipinga da'wa hii ya salaf salih, mwenyewe asema miaka 5 ulikuwa tutahadharisha sisi kwamba Mombasa huko ilishaingia salafia jadida. Ukisikia Mombasa kumeingia salafia jadida, anatahadharisha namba 1 ni Sheikh Ahmad al-Jazairi na hawa aliyowatuma kuja hapa, ambao wao wamekuja kwa niaba yake. Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Hassan ndio huyu, Sheikh Abu Bilal Uthman al-Na'mani ndio huyu, Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim ndio yule ambaye alikuwepo hapa pia vile vile. Sasa hawa ndio waliotahadharishwa, ndio salafia jadida miaka 5 iliyopita, na muasisi wao ni huyo Rabi'ul Madkhali na Muqbil Wadi'i. Kisha baadaye akaja akasema ni nani? Muhammad Aman al-Jami. Kwa hiyo haya maneno yeye mwenyewe ameyakiri kwamba yeye amesema, na mimi ninao ushahidi kwamba alinipointi mimi binafsi, lakini baadaye anazunguka mimi nilikuwa nimemkusudia bahari, kuna yule bahari, lakini najua hizi ni vunga bwege ambazo zitakuwa za watu. Kwa hiyo hilo nikamwambia wewe, kwa sababu ndio ulisimama kwanza kuipiga vita da'wa hii, mlengo wa kwanza ni wewe, na kila atakayesimama pamoja na wewe sisi tutapambana naye. Na usije ukawaona kwamba hao wengine wamesalimika. La, sisi hatujafikisha ujumbe kwa wao, na tutajua na maukifu gani, wapinga wakubali, hatujui. Sijui kwamba hao wapinga au wakubali, lakini miongoni mwa hao tayari wengine mimi nishazungumza nao mubasharatan, uso kwa uso hivi. Nikamwambia wewe ni tablighi, wewe hapo ni tablighi, mimi sikubali kuwa umoja na wewe, sikubali. Wasemaje? Mimi sijatoka tablighi kwamba ni pamoja na wao. Shekhe, wewe waandaa makongamano ya tablighi, alafu si tablighi. Wewe ni tablighi. Wajua mimi nataka kuwasoma, kuwajua hawa na tablighi wako vipi. Shekhe, umetoka nao kutoka Tanzania mpaka South Africa, bado unataka kuwajua matablighi na bado uko nao. Hapo sema tunataka kuwajua, wajue vipi? Nitakupa mfano sasa. Mimi nakuuliza, mimi waniona kesho ni katika tarika mathalan, nikampa mfano, mimi wasikia kuna maulidi mahali fulani, nipo kasida zikiimbwa na mimi naitikia, mdundo ukipigwa kwenye zefu na mimi nipo, nimeshika bendera kabisa mbele. Mkiuliza shekhe vipi, asema mimi nataka kuwajua hawa. Kweli mtu wa sunna aliyekuwa na ufahamu sahihi kweli atakubaliana maneno haya? Hawezi kubaliana. Wewe ni katika wao. Asema hata Ibn Baz mwenyewe pia
haya maneno mengine anayoletewa si maneno sahihi, kwa hiyo anajibu kama vile alivyoletewa. Mambo mengine ajibu sawa sawa. Nikamwambia ni kweli Ibn Baz maneno analetewa haja kwenda kwenye tablighi hata siku moja afanya kuletewa maneno na atoa fatwa, lakini wanamletea maneno ni watu thiqat na anatoa hukumu kama vile anavyoelezwa. Na ndivyo hivyo katika maulidi. Ibn Baz haja kwenda kwenye maulidi hata siku moja, lakini atoa fatwa kwa maulidi mbid'a na fatwa zake wewe wazikubali. Sasa iweje huku ili usilikubali? Tukayazungumza haya. Kwa hiyo mimi nasijazungumza yeye, na yoyote atakayemuunga mkono yeye kwenye kupambana na da'wa hii hayuko katika duara salaf, kwa sababu salafi hawezi kutetea batili wala hawezi kuwatukana wanawachuoni waliosimama katika haki. Tayib, mimi mathalan tuseme mbona ukumfikishia, mbona ukumnasihi, tunasema tayib, labda tujalie hilo mimi nimekosea, lakini nina adhari au nina nyudhuru nyingi tu, kwa nini hazikumfikia nasaha za utaratibu? Tujalie nimekosea, haki imekufikia ije kufikia, mbona waikaidi? Kwa hiyo nasema ukizungumza hivi kwa tafsiri za baadhi ya watu umewatukana watu fulani, lakini sisi hatujali tafsiri zao. Kwa hiyo bila shaka atakuwa swali hili nimelijibu Sheikh muulizaji, au bado sijajibu? Akida yake ni sahihi, na kama umetoka kwa dora la usuli ndani umujibu kwa mujibu kwamba umemtoa katika manhaji, si ndivyo? Sasa je, akida yake bado ni sahihi? Sasa laisa ametoka katika manhaji. Na je sahihi ni nani? Ni mubtadi, ni ikhwani, ni hiyo hawali, ni mutazi, ni ipi? Tayib, na hili bila shaka litatutoleka wazi katika sehemu ijayo, lakini kwa ufupi ni kwamba sisi tunachozungumza kwamba tukisema manhaji au tukisema aqida tofauti, tutakuja kuiona kwamba manhaj inakuwa ni aamu kama anavyosema Sheikh Fauzani, inaingia katika aqida na mambo mengineyo. Kwa hiyo tutaangalia, mtawaeleza ni wapi watu walipoteleza wakaingia katika bid'a. Je, katika mambo ya aqida au katika mambo ya manhaj au katika mambo gani, na tuwaiteje ni kina nani? Haya inshallah tukiyapa muda, tukifanya subira tutaweza kuyafikia. Lakini hatuzungumzi kwa sababu tumchukia mtu fulani, kwa sababu fulani, tuzungumza kwa sababu ndiyo hoja zilivyo. Na sisi tutafungua mlango wazi, wale wanaona kwamba wadhulumiwa, waonewa, sio haki, ulizeni maswali, kwa bisheni, leteni hoja kwa raha kabisa bila ya wasiwasi wote. Sisi kama ni hoja mko nazo na mkatukinaisha kwa hujja, sisi tutafuata haki. Lakini kama si hoja ni ubebaishaji, kubali kwamba utabanjwa mbele ya halaiki za watu, na wala sisi hatuna matatizo yoyote na wewe.